Nashukuru Mungu anayatenda kwa kila kiumbe chake, na mambo yote ambayo yanatendeka katika kila kiumbe ni Mungu ameyaruhusu. Usikuje ukadanganywa kwamba kuna mambo ambayo yanatendeka kwa maisha yako ambayo Mungu hayajui, na usikuje ukadanganywa ya kwamba kuna kitu kingine katika hii dunia kinamzidi nguvu Mungu ama kiko juu ya Mungu. Usikuje ukaambiwa mafundisho mengine ya uongo katika ulimwengu ya kwamba Mungu hawezi mambo yote. Mpendwa, utakuwa umekorogwa kwa sababu ya wewe mwenyewe. Mambo yote ambayo yanatendeka katika maisha katika hii dunia Mungu anayajua. Mambo yaliyotendeka kwa Ayubu yote Mungu anayajua. Yaliyotendeka kwa Danieli akiwa katika tundu la simba Mungu anayajua. Mambo yaliyotendekea Yusufu kuuzwa na mandugu zake na kutupwa Mungu anayajua. Mambo yote ambayo Judas Iscariot alikuwa anayafanya akiwa na Yesu kwa siri, yote Mungu alikuwa anayaona. Kila kitu katika hii dunia ni mafundisho. Shida yenye tuko nayo, vitu vinapotendeka, Mungu anapotumia vitu kutufundisha, kwa sababu ya akili zetu tumeona kwamba hii vitu havijaenda kulingana na vile sisi tunataka, tunaweka hapo shetani. Hizo vitu zikienda kulingana na vile tunataka, basi tunaweka hapo Mungu. Na hata kama Mungu hajataka hivyo, tuelewe hivyo, lakini kwa sababu vimefurahisha mioyo zetu, basi tunasema Mungu amekuwa pamoja na sisi. So tunakuwa watu ambao wakujitakia vitu sisi wenyewe. Lakini na kuhakikishia, hakuna hata jambo moja katika hii dunia lenye linatendeka na Mungu ajui. Hakuna. Nataka nikuletee mada. Mada yangu ni ya kwamba wokovu ni zaidi ya shule. Ukweli, hakuna kitu kimepeana ushuhuda katika hii dunia kama shule. Ushuhuda wa shule ya hii dunia, sijui vile naweza eleza nikamaliza. Ani sifa ya shule ya hii dunia hakuna mtu ajui. Lakini tunaambiwa kwamba wokovu ni zaidi ya hii shule. Na kweli ukiangalia katika hii shule ya dunia, yale mambo ambayo shule imetenda ni ushuhuda. Wewe kuona shule na kuiheshimu. Kupitia kwa shule tunapata madaktari, tunapata wajenzi, tunapata walimu kwa hizo shule zenyewe. Kupitia kwa hiyo shule tunapata viongozi wa dunia hii, wakuu, watawala. Kupitia kwa hii shule tunakutana watu mashuhuri, watu shupavu. Ani ukikuwa nao, ukikuwa umekaa na wakili, ukikuwa umekaa na hakimu, ukikuwa umekaa na governor, ukikuwa umekaa na senator, umekaa na king, unasikia mzuri. Lakini amefanyika kuwa hivyo alivyo kwa sababu ya shule. Lakini sasa tunaambia wokovu iko zaidi ya vyote. Sasa swali nauliza, kama wokovu uko hivi kuliko shule ya hii dunia, wokovu unafanana aje? Kweli uweze eleza wokovu na kumaliza. Lakini wacha tuangalie kwa nini shule ya dunia hii imeonekana kuwa shupavu, imeonekana kuwa ni kitu bora kuliko vitu vyote. Matunda yake, ile kitu shule ya dunia imezalisha, imefanya watu wakaheshimu shule. Kwa sababu unapoona rubani, unapoona nahodha, unapoona mtu vile vitu anafanya kutokana na shule, kweli ukiona hivi, ati mtu anaweza kaa chini apasue mtu kichwa yote, atoe ubongo arudishe, hiyo ndio ushuhuda ya shule. Mtu anaweza pasua mtu tumbo, atoe vitu zote za tumbo nje na arudishe ndani ashone. Wapendwa, mtu anaweza endesha ndege. Wapendwa, vile vitu shule imefanya katika hii dunia, kusema ukweli, vimefanya watu wakaheshimu shule. Lakini leo tunaambiwa ya kwamba wokovu ni zaidi ya shule.
Sasa kama kupitia kwa shule tunapata vitu ambavyo mpaka sasa hivi tumeona matunda yake, tuko na ushuhuda wa shule, na sasa wokovu, je, ushuhuda wake uko wapi? Kama mtu anaenda kwa shule anakaa pale miaka 8, anakaa miaka ingine 4, anaongeza miaka ingine 4, anatoka anakuja anaongeza miezi ingine 3 ama 6, anasomea kitu ameshaelewa. Mtu mwingine hata hajafika katika shule hii, lakini anaingia katika kitu fulani cha maisha cha kufanya. Anaweza amua ya kwamba huyu mtu hajakwenda katika shule, lakini anaamua na kuanza kutembea na ule mtu aliyeenda shule mwenye anajua kufanya kitu fulani. Akianza kutembea na yeye, baada ya miezi 3 ule mtu anaanza kufanya vile vitu venye ule mtu alienda kwa shule anafanya. Hiyo yote tuko na ushuhuda. Tunajua mtu anaweza kuwa alikuwa amesimamia umeme, alienda kusomea mambo ya umeme, lakini huyu mtu ataanza kutembea na mtu mwenye hakuwahi enda kusoma mambo ya umeme. Baada ya miezi 2, 3, 4, 5, 6, unasikia ule mtu amekuwa mwalimu wa umeme. Hivi ni vitu ambavyo tumeona katika dunia, kando na mtu kwenda kwanza kwa shule. Tumeona ushuhuda ya shule, vile mtu amesoma, amemaliza primary, akaenda secondary akamaliza, akaenda university akamaliza, mtu ameenda college amemaliza, baadaye amepata kazi, na kweli ule mtu watu wanamwaminia kwa kitu fulani. Kama ni daktari, huyo mtu watu watakuwa wanakuambia kwamba ukitafuta daktari endea huyo mtu. Kama ni mjenzi, utaambiwa kama unatafuta mjenzi tafuta huyo mtu. Mtu amekaa hapo miezi 6, miezi 3, mwaka 1. Lakini wokovu ni zaidi ya hiyo. Lakini swali ambalo ninauliza, kwa nini wokovu imekosa kuwa zaidi ya shule? Sasa hapo ndio nataka tuangalie kwa nini wokovu imekosa kuwa zaidi ya shule. Kitu cha kwanza, shule ambayo tunazungumzia ni mwalimu mwenyewe ambao ni Mungu. Yeye ndiye shule ambao tunazungumzia, Mungu mwenyewe. Shule haina shida. Mungu mwenyewe akaomba watu, akasema hao watu watamwabudu. Kupitia kwa hao watu akawapatia karama za roho na karama za mwili. Karama za roho ni kuhubiri Injili, kuwa mwinjilisti, kuwa mtume, kuwa nabii, kuwa mwalimu wa Injili, kuwa mtu wa kutia watu moyo, kuwa mtu wa kusimama katika imani. Unakuwa mtu ambao umepewa kipawa cha uponyaji. Tumeelewana? Hiyo ni kipawa cha kazi ya roho. Katika mambo ya mwili, mtu anaitwa, anaweza kuwa mwalimu wa kufundisha shule hii, unaweza itwa ukawe mechanic, unaweza itwa ukawe mtu wa kusimamia stima, unaweza itwa ukawe mtu wa mabomba, plumber, unaweza tengwa ukawe mtu wa kujenga manyumba. Unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa rubani, unaweza kuwa kulingana vile Mungu ameamua katika maisha yako, vile Mungu alikupangia. Hiyo ni ya mwili, na yote unaenda kusomea. Lakini ya shule ya wokovu, ujinga uliingia ndani, watu wakajificha katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye amekuwa kizuizi kikubwa cha watu kukosa kuendelea mbele na Injili, kwa sababu mtu anafanya madhi alafu anajificha katika Roho Mtakatifu ya kwamba mimi nimeongozwa na Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu amekuwa ndio chombo ambacho kinatumika katika wokovu kuficha dhambi, kuficha uganga, mambo yote maovu. Ukikuwa nayo na ujificha katika Roho Mtakatifu, umefaulu. Mtu anaingia katika wizi na usherati na uganga, unapomuuliza anasema kwamba ameongozwa na Mungu, ameongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu hawezi anza kumuuliza maswali kulingana na wanadamu. Hawezi anza kuita yule mtu mkutano umuulize hapa na hapa, kweli hivi ndivyo Mungu amekukwambia? Sasa inabaki ule mtu amekuwa mshindi, amejificha kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana siku ya leo ukitaka kujificha ukiwa mtenda dhambi, ingia ndani ya kanisa. Danganya watu ya kwamba umeokoka. Kama wewe ni mwizi, utaendelea kuiba ukiwa ndani ya kanisa. Kama wewe ni msherati, utafanya usherati ukiwa umejificha ndani pale. Yaani kanisa limekuwa ni pango la kuficha walevi, waganga, wanyang'anyi, watu wote ambao ni waovu wamekuja pale. Ndio unaona katika kitabu cha Yeremia Mungu anasimama
katika mlango, anaanza kukemea wenye wanaingia ndani, walevi wako ndani ya kanisa. Lakini sisi tunaenda kuwatafuta kufikiria kwamba walevi wako kwa baa. Washerati wako ndani ya kanisa. Watu wa vitina wako ndani ya kanisa. Yeremia anaambiwa simama hapa kwa mlango, wakemee, waambie wasiingie. Shule nimekwambia ni Mungu mwenyewe na ana shida. Sasa walimu ni sisi, mimi hapa mwinjilisti, wewe hapo mtume, wewe hapo nabii, mwalimu wa Injili, mwimbaji mwenye ulipewa karama ya Roho na ukafundishwa na Mungu, ukahitimu, baadaye akakutuma. Alipokutuma akakwambia nenda ufundishe watu kile nimekufundisha. Tafakari neno langu usiku na mchana. Anasema ya kwamba mtu hataishi kwa chakula tu, kwa maandazi tu na chapati na ndengu na maharagwe, lakini ataishi kwa neno. Anasema ya kwamba na kila neno la Mungu liko na pumzi. Kila neno la Mungu liko na uwezo wa kukemea, kufundisha, kurekebisha, kuonya. Kila neno moja la Mungu liko na uwezo wa kufanya kila kitu la Mungu. Anasema kwamba neno lako limekuwa taa ya miguu yangu. Wapendo, anaambia Joshua nini? Mlitafakari hili neno usiku na mchana, lisije likaondoka katika akili yenu, katika moyo wenu. Neno hili litafakariwe. Injili hii, injili ni zaidi ya masomo my friend. Masomo kuna wakati unasoma unafika mwisho unawachana nayo, ulishamaliza. Lakini injili hii tunaambiwa ni usiku na mchana, kila wakati, mahali penye huko ni injili. Walimu ambao walipewa hii kazi, waliohitimu, mtu kama mimi na wengine, walifika mahali wengine wakakataa hiyo kazi. Kuna watu ambao walihitimu wakaingia katika wokovu, wakaambia Mungu tufundishe hii kazi, wakafundishwa. Baada ya kufundishwa wakatumwa waende wafundishe wengine, wale watu walikataa. Chanzo cha kwanza ni walimu. Walimu ni hawa watenda kazi, sisi na wewe, mtu ambaye unaabudu Mungu. Walimu walifika mahali wa injili wakakataa ile neno ambalo walifundisha kwenda kufundisha. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Cha pili, walimu hawa walipotumwa wakakataa, wanafunzi nao, kwa wale ambao wametumwa, walimu wale ambao wametumwa kwenda kufundisha, wale ambao wanafundisha, sio wote walikataa. Wale ambao walikubali injili songe mbele, wanapofika kufundisha, wanafunzi nao hawako tayari kufundisha neno la Mungu. Wao pia wamekuwa waasi. Una mahali shida inatokea. Unapata mwalimu ako tayari kufundisha, lakini mwanafunzi naye amekuwa muasi, hataki kusikiza mwalimu. Unanipata mahali shida imetokea. Sasa wanafunzi pia kuna mahali waliangukia, kwa sababu unapoenda kuhubiria mtu injili ambaye ni muasi, hataki kusikia injili ambayo unamhubiria, anataka ile yake. Anataka akiwa mwizi uhubiri injili ya kwamba wizi ni mzuri. Huyu mtu akiwa msherati, mzinzi, mtu akwenda kwa waganga, mlevi, mchawi, huyu mtu akiwa wa vitina, wa kusuda, wa magombano na ukabila, na mtu akushuhudia uongo na mwenye kiburi, hataki kuzungumza ya kwamba hiyo vitu ni mbaya. Anataka kumwambie ya kwamba kile chenye anafanya ni mzuri. Usipomwambia anakataa kusikia hilo neno, anakuwa muasi. Shida sio shule, sio Mungu. Shida ni mwalimu aliyetumwa na akakataa kupeleka ujumbe. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni mwanafunzi ambaye amefikiwa, mtu ambaye ameokoka bado ni mchanga, tuko wokovu, amefikiwa na injili afundishwe imsaidie, amekataa ile injili, hataki kusoma. Hakuna mtu ako tayari kusoma injili. Hiyo ndio shida ambayo tumekuwa nao. Kuanzia kwa walimu, hawataki kusomeshwa na Mungu. Kumekuwa na watu kama hao. Wale ambao wamesomeshwa wakahitimu wakatumwa, hawako ready kufika kwa wanafunzi na kusimama na injili ya ukweli. Wanaenda kuwafundisha vile wenyewe walimu hawa wanataka, sio ile walifundishwa. Injili sio mawazo yako. Yesu aliambia aje wanafunzi wakati alikuwa naenda, aliwaambia sasa nendeni duniani kote, fundisheni watu yale ambao mimi niliwafundisha. We mwalimu wa injili, swali ni moja, unafundisha watu ile kitu ambao Mungu alikufundisha? Mungu alikufundisha waambie mtu aanze kubeba msalaba kwa shingo? Mungu alikufundisha uwekee watu mizigo za kutembea na mishumaa?
Mungu alikufundisha uanze kusumbua watu waende katika mito wakiingia ndani wakizamishwa, ya kwamba ndio ubatizo? Huo ndio ubatizo Mungu alikufundisha wewe? Mungu alikufundisha kwamba kama wewe ni mtumishi usihudumie mtu mpaka akulipe. Mungu alikufundisha kwamba ndio ukubiri injili hii lazima ukuwe umeenda kwa shule ya teolojia na umepewa vyeti ndio ukuje kuhubiri. Hivyo ndio ulifundishwa. Mungu alikufundisha kwamba unapohubiri injili na uende mahali kuhubiri injili, watu wakataa hiyo injili, ukubaliana ujinga wao, uache kuwahubiria ukweli, wahubirie vile wanataka. Hivyo ndio tulifundishwa. Walimu wakafika mahali wakaanza kutenda yao, wanafunzi wakawa waasi, hawataki kusikiza neno. Hiyo ndio imekuwa shida ya injili, kwa sababu injili watu hawako tayari kujifundisha. Injili hii si kama shule ya hii dunia. Shule ya hii dunia mtu anaenda ako tayari akae miaka mingi ajifundishe apate kitu kitamsaidia kwa maisha, lakini kwa injili hayuko tayari. Watu wengi hatuko tayari kufundishwa katika injili, kwa sababu tunaona injili haina faida. Tunaona kwamba hakuna kitu yote ambaye tunaenda kufundishwa yenye hatujui. Sisi wenyewe ndio walimu wa injili, na kweli hatujakuwa walimu hata katika shule. Kusema ukweli, hii ya dunia tu, mwanafunzi hafiki kwa shule na kufundisha mwalimu. Lakini cha kunishangaza siku ya leo, mtu ameokoka saa hii ndiye anataka kuwa mwalimu wa anataka kuwa mwalimu wa mwalimu wake. Sijaiona mwanafunzi hata mmoja anayefika kwa shule alafu anaanza kuwa yeye ndiye amegeuka, ametoka kuwa mwanafunzi amekuwa mwalimu. Sijawahi ona. Lakini siku hizi kwa injili unaenda kuhubiria watu wenye hawajapata wokovu. Mungu anaenda kuongea nao kupitia kwa wewe, wamekuwa wajuaji, hawako tayari kusikiza injili. Alafu unafika pale unapunguza injili. Wengine wamepunguza injili watakosa marafiki, wengine wamepunguza injili watakosa washirika, wengine wamepunguza injili wameogopa serikali itawashika, wengine wamepunguza injili kwa sababu wameogopa kuna magaidi, kuna watu fulani wamewatishia watawaua. So mtu hawezi kuhubiri ukweli, sasa anahubiri tu injili ambayo itafurahisha watu. Hao ni walimu. Shida yenye tumepata ya kwanza katika injili, watu hawako tayari kujifundisha injili. Hiyo ndio shida nambari ya kwanza. Watu hawako tayari kujifundisha injili. Lakini watu wako tayari waende wafundishwe kama ni kazi za nyumba. Watu wako tayari waende wafundishwe kama ni mjengo. Watu wako tayari waende wafundishwe kazi yoyote, hata kama ni kwa hoteli, vile atakuwa anafanya hiyo kazi vile atafaulu. Mtu ako tayari aende afundishwe kama ni kuchimba migodi. Mtu ako tayari aende afundishwe kama ni kuvua samaki. Na kila aina yote ya kazi ako tayari. Kama ni kufundishwa atakuwa mtiifu. Na wakati atafundishwa atakuwa mtu mtiifu, anataka kujua hiyo kazi. Ndiye akimaliza pia akuwe mwalimu kwa wengine. Hata atoka hapa aende afungue yake. Ule mtu hata akimfukuza kwa hiyo kazi, hata akifutwa kama hajahitimu, ule mtu atasikia mzuri. Watu wakuwatiifu kusoma mambo ya dunia. Sasa mtu akikuita kwamba unafaa uende usomee mambo ya masaji, kazi yako ni kutoa wanawake wa watu nguo na watoto wadogo, wasichana kama wanaume, na kuanza kuwanyorosha viungo vya mwili. Uko tayari utaenda hiyo course, usomee hiyo ya masaji, ya kushika mabwana za watu ukiwanyorosha, na wako na mabibi kwa nyumba wenye unafaa kuwanyorosha. Utaenda kwa sababu unataka pesa, ndio inalipa mzuri. Kuna vile watu wanafanya. Mtu ako tayari aende act pornography kwa sababu anajua itamlipa vizuri. Mambo ya hiyo ako tayari, ataenda kusoma, ataenda kae chini aonyeshwe bila nafaa act pornography, watu waone hiyo kitu ilipe. Ako tayari ataenda kusomeshwa. Lakini injili hii watu hawako tayari. Hiyo ndio shida ambayo tumepata katika injili. Ya kwanza, hakuna mtu ako tayari kusoma. Na ukimpata shukuru. Watu wako pale katika injili ni mahali pa wacha tukue tu hapa kwa sababu hatuko na kitu cha kufanya. Hatuoni faida yoyote kwa injili. Lakini sasa ukianza kulipa, mtu akikuja kwa kanisa umwambie akikuja kwa kanisa atalipwa, hiyo kanisa itafika sande kama watu wameshajaa ndani. Unaona? So kitu cha pili kingine, watu hawako tayari kusoma ile neno kila wakati. Lakini vitu zao za shule wanasoma. Watu watasoma, mtu atasoma hii kosi ikiisha,
aende atafute kazi, akikosa anaona hii kosa haina nini faida, haiko katika soko, anawachana nayo, aende atafute nyingine. Asome. Sasa kuna watu wamesomea kozi 3, 2, 4, hata wengine 5. Kwa sababu gani? Walikuwa wanasoma, wakimaliza wanaambia sasa hii imeisha, hii hasiwezi pata kazi. Wanawapatia mawaida, hiyo kozi yenye ulisomea hiyo saa hii huwezi penya, saa hii enda somea nyingine. Mtu amesomea kozi mpaka 8, hata wengine 10. Kwa sababu gani? Anataka vitu vya faida, lakini injili amekuwa mjinga. Hiyo ni kitu nakueleza. Ndio naona kwamba mtu mwenye ameokoka, rais mzima, unapata mwanajeshi mzima, unapata lecturer mzima, profesa mzima, unapata lawyer mzima, jaji mzima, anainamia msalaba wa mbao, imechongwa pale, imewekwa sanamu ya Yesu, anainama kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Mtu yule ni mjinga zaidi katika mambo ya roho, lakini katika mambo ya uloya ya hii dunia atakusomea sheria zote zenye ziko kwa hiyo katiba, anazijua. Atakutolea vipengele vyote vya serikali mpaka utainua mkono useme kweli hii eneo nayo nimekuachia. Lakini akimaliza anakuja kubabesha msima hapa, akimaliza anakuja kushika mkono kwa kichwa akisukuma, akianguka chini ya kwamba mapepo yamutoke, anaanza kusema anti yake ndiye anamaliza. Yule mtu ambao ni jaji mzima, mwanajeshi mzima, mtu amesoma lecture, anaingia kwa kanisa, mtu akifanya hivi mkono anaanguka chini ku. Mjinga sana katika mambo ya Mungu. Kwa sababu gani? Hataki kusoma. Lakini unaona ile ya dunia vile alitia nguvu. Amesoma, hata akufika pale atakusomea sheria mpaka hata wewe utashindwa. Atasoma sheria hizo hata bila yeye kuangalia katika hiyo katiba. Ndio mimi ninashanga, kwa nini watu ambao wamesoma, kusema ukweli, unapata mtu amesoma, ameheshimiwa, mtu ni polisi, mtu ni mpelelezi DCI, lakini ameenda mahali kuabudu, mahali ambapo kisikia kweli anafagilia mtumishi wa Mungu atinjia, ati mtumishi wa Mungu apite. Wapendwa, kweli umeenda mahali kukaa mahali, kusema ukweli, ukiangalia ni mahali penye unaabudu, hata Mungu mwenyewe anasema kweli hii dunia iko na watu. Shida ambayo iko katika injili, hakuna mtu ako tayari kujifundisha. Na umakinifu, watu kukua serious na injili hawataki. Hakuna mtu ako ready kuwa serious na injili. Lakini waite kwa kazi. Waambie kuna kitu hapa ya pesa, ambie kuna mradi hapa, kuna mwanasiasa anakuja hapa, kuna pesa za bure. Watu watakusanyika pale, watakanyagana, watakufa. Waambie kuna pesa hapa, kuna chakula, waambie kuna mashamba yanapeanwa. Utaona vile wale watu watakuwa. Watu watajitoa kwa mashamba kuliko mwenye mashamba mwenyewe vile anataka wajitoe kwake. Kukosa kukua serious kwa injili kumesababisha sana. Na injili hii kukosa kufanywa zaidi ya shule. Ya kwamba mtu amekuja kwa kanisa, tutampatia miezi 2 tuone ile kazi ambayo aliyepewa na Mungu, tutaikagua. Ona hata kanisa la Berea, tafuta katika Matendo ya Mitume, kanisa la Berea. Mitume walipoenda kuhubiri pale, wakimaliza hivi, wale watu walikuwa wanaandika vitu chini, wakihubiri wakiandika kwa vitabu. Siku hizo unaona watu wanakuja kwa kanisa na vitabu, ni magazeti na simu, wakiangalia pornography, wakichat, wakipost vitu wakiwa kwa kanisa, status zao. Watu wako kwa kanisa na hapa wanapost vitu. Unaona wapendwa, mahali injili imeangukia. Hakuna mtu ako tayari kuhakikisha kwamba hii injili inafaa izidi shule. Mtu ameingia kwa kanisa, baada ya miezi 6 amefaulu nini? Ni kitu gani chenye amefanya chenye tunaweza tukajivunia? Jana nilikuwa nakuambia Freemason, Illuminati wana train mtu wiki ya kwanza, wiki ya pili wanaanza kutuma ule mtu missions. Mtu anafika kwa barabara, unasikia alikosa accident, watu wakakufa. Na hata wenye walikuwa ndani wengine walikuwa wameokoka miaka 10. Mtu wa Freemason ametrainiwa wiki 2 anakosa accident. Anaingia mahali kwa shule, anachoma shule mzima. Wanafunzi wanaungulia ndani. Huyu ni mwanafunzi ambao Illuminati wametrain. Na wiki 2 na miezi 2, miezi 3 mtu ameshahitimu. Hebu angalia jeshi, angalia magaidi wanatrain watu na muda gani? Wameshafaulu miezi. Lakini kwa nini kwa injili hakuna mtu ambaye ako tayari kusoma?
ili baada ya miezi 3 yule mtu hakisha kwamba injili hii inahubiriwa ili utukufu kamrudie Mungu, hayuko tayari. Unasikia? Kwa sababu gani? Watu wengi wameingia kwa injili sio kwa sababu kujua Mungu, wameingia kwa injili wapate faida ile ambayo wanataka, sio ile kitu ambayo Mungu anataka wajue, ile faida wanataka, alafu wakimaliza wasonge mbele. So watu wamekataa kuchukua injili hii ikawe kama shule. Hiyo ndio vitu ambavyo mimi ninakwambia vimenikasirisha katika injili. So kanisa limegeuka, limekuwa ni pango la watu kujificha, sio watu kwenda kujua Mungu. Watu waende wapate mabwana, watu waende wapate kazi, waende Dubai, waende Qatar, waende Amerika, watu waende wapate mashamba, waendeshe magari. Sasa ndio utajiri. Sasa ukiwa tajiri uko na gari. Wewe unajua kuna watu wangapi katika hii dunia, kuna mahali hata gari yenyewe haiwezi enda na ni matajiri. Aliyekuambia tukuwa na gari, kukaa katika nyumba ya mansion, aliyekuambia kuwa na pesa bilioni ni utajiri, ni nani aliyekuambia hivi? Utajiri ni mtu kujua Mungu na mtu kukubali ya kwamba Mungu atamwelekeza kwa mambo yote. Huo ndio utajiri tosha. Lakini sasa hivi utajiri unapimwa na mtu kusoma kufika university, utajiri unapimwa na mtu kuwa na magari, na mtu kuwa na ndege, na mtu kuwa na mashamba, na mtu kuwa na biashara kubwa kubwa. Hiyo sio utajiri. Kwa sababu kama ni biashara kubwa kubwa, hata wanaoabudu shetani wako nazo. Kama ni magari, hata watu wanaoabudu shetani wako nao. Sasa ni nini ambao unaweza kutishia mtu ya kwamba utajiri ni pesa? Kama ni bilioni, hata wenye wanaabudu shetani wenyewe wako na hiyo bilioni. Na kuna mtu hata hana hata shilingi hata milioni kwa account, na amemtumainia Mungu na Mungu anamtendea mambo makubwa. So, utajiri haupimwi na pesa, haupimwi na masomo, utajiri haupimwi na umaarufu hii dunia. Utasawahi kukuja kudanganya kwamba ukiwa na pesa, ukiwa na meli na gari na ndege, atuwe ni tajiri. Huyu mtu amekudanganya. Ukuwa tajiri ni kutambua Mungu. Uliza nini Solomon mwenyewe atakwambia, aliangalia vitu vyote kwa dunia, akasema vitu vyote ni ubatili. Vitu vyote ni ubatili. Lakini akasema kumjua Mungu ndio chanzo cha hekima na kila kitu kufaulu kwa maisha yako. Solomon, nani alikuwa tajiri kuliko Solomon? Ulisikia Solomon akisema kwamba tajiri ni kukuwa na meli na kukuwa na gari na kununua mahali nyumba ujenge. Sasa ukuwe na ploti yako, sasa ndio mtu ajue kwamba wewe ni tajiri. Aliyekudanganya hivyo ni nani? Kwa sababu watu hawataki kujifundisha mambo ya Mungu. Wamekuja kujificha. Kama ni walimu wenyewe hawako tayari kufundisha. Na wanapotuma kwenda kufundisha hawako tayari kukaa katika ukweli. Walimu wenyewe wamekuwa waasi, wamekataa injili ambao walikubali mara ya kwanza kwa sababu wameona kwamba serikali imekuja na vitisho, kuna magaidi wamekuja na vitisho, wameona kila mtu amewakataa. Sasa kila mtu anatafuta injili ambayo atahubiria watu wakubali. Na cha kunishangaza, hata unapata kuna walimu ambao wameungana na wanafunzi. Kuna walimu ambao watu wameungana na watenda dhambi na kuunga dhambi hao watu yenye wanafanya. Unapata mtu ni mchungaji, pastor mzima. Mtu anakuja katika kanisa anaoa bibi ya pili, amefukuza bibi yake. Pastor mzima kwa pale anakubali upumbavu kama huu. Mtu amekuja kwa kanisa aombewa apate kazi, alikuwa na kazi, ule mtu ametukana bosi, ule mtu hataki kuheshimu bosi, ako na kiburi, ameiba kwa kazi. Yule mtu ni mtu legei, mtu wa kulegea, ni mtu ofio. Hajitume kwa kazi, amefutwa kwa sababu ya kulegea kwa kazi, kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya kiburi, amekuja kwa kanisa amewekewa mkono aende apate kazi nyingine. Injili imekuwa na michezo mingi sana. Injili imezidi na michezo sasa, na hatuwezi kuruhusu. Hii si mambo utafikiri ya kwamba hapa tunahitaji mtu atuunge mkono ndio tuhubiri injili ya ukweli. Hapana, hii sio maandamano ile unasikia ya dunia ambao tunachocheana kuja niunge mkono ndio tuende tu. Hii si maandamano. Hii mimi nimesimama kuhakikisha ya kwamba injili ya Mungu itakuwa sawa. Siko na support ya mtu yoyote ambao ninahitaji akuja niunge mkono ndio nianze kujitia nguvu tusonge. Hapana. Kama utaona injili na hubiri ni ya ukweli, usimame na kusimama na hiyo injili ambayo mimi nimekuhubiria, nimekufundisha ni sawa. Kanisa la Berea lilikuwa na watu wana vitabu ndani, wakiandika vitu vinyo wanafundisha. Wakifika kwa nyumba zao wanaangalia, huyu mtu alikuwa anatufundisha hii kitu ni ya ukweli.
Siku ya leo watu hawakuji kwa kanisa na vitabu, hawataki kusoma bwana injili. Injili wachana nayo. Hiyo ni upumbavu. Lakini waambia kwamba kuna kosi ya kuchomelea welding. Sasa tunataka uende kosi ya welding. Anaenda pale Nairobi University. Anataka kuenda kama ni Strathmore. Anataka kuenda kama ni Oxford University. Utapata huyo mtu mwenyewe anaanza kununua vitabu na anaanza kununua vitu mahali ataandika notes zenye atafundishwa. Katika kanisa hakuna mtu ako tayari kwa hiyo vitu. Watu wanakuja kwa kanisa na magazeti, watu wanakuja kwa kanisa na vitu vya dunia, vitu vyenye havisaidii mtu kufanya kazi ya Mungu. Wako tuna simu kubwa kubwa wanafungua, nafikiria kwamba wanaandika vitu. Hakuna kitu. Kuna mtu ako tayari kujifundisha. Wanafunzi wenyewe wamekuwa wajeuri, hawataki kujifundisha. Hata wanafunzi wengine wamefika mahali mpaka hata wanapotosha walimu katika Injili. Mtu mzima, mtu ndiye ameokoka, lakini anaanza kupatia pasta mawaida ya uchochezi. Pasta anakosana na watu kanisa mzima. Mtu ndiye ameokoka kwa katika wokovu, bado ni mchanga, ako na vitina bado. Yule mtu bado ako na roho ya wivu, ako na roho bado ya chuki na wizi ndani. Mnamwacha pale asimamie ati vijana, mnamuita ati huyu mtu akuje asimamie vijana. Unapata kawa vijana wote amefieka, amemaliza usharati. Kwa sababu mliona kwamba maybe alikuwa mtoto wa mchungaji asimamie pale. Ama mlimuona alikuja akasalamia watu, Bwana Yesu asifiwe, badala mtu akae chini achunguzwe, afundishwe, ahitimu ndiye apewe cheo. Mtu ameingia tu kwa kanisa kwa sababu ni tajiri, hamtaki huyo mtu atoke kwa hiyo kanisa, mmeshampatia cheo. Hiyo cheo ni kufunga ule mtu abaki kwa hiyo kanisa, atoe pesa hapo, kwa sababu mko na wasiwasi hiyo kanisa itafungwa bila michango. Wapendwa, hivi tingine inaweza kukukasirisha. Inafika mahali mtu mwenye ameokoka anakuwa ndio mawaida. Sisemi ya kwamba mtu mwenye ameokoka sasa aweze peana mawaida, lakini unapata mtu mwenye ameokoka bado hajakomaa. Huyo ndio mtu unasikia mchungaji kila mahali akienda anatembea naye, na si ya kwamba atanamfundisha Injili. Ule mtu ndiye amegeuka, amekuwa mwalimu wa mchungaji, amekuwa mwalimu wa mwinjilisti. Ukimwambia hivi anageuka anaenda hivi. Unaweza okoka saa hii na Mungu akutumie hata kutufundisha, hatukatai, lakini kuna wale wa kiherehere, wale ambao wameokoka na saa hii wameshajua kila kitu, wameanza kufundisha walimu. Wapendwa, hii Injili hatuwezi kuendelea kuhubiri katika hiyo miaka zote, na nataka nikwambie, angalia mahali unaenda kwa kanisa. Narudia tena, angalia ile kanisa unaenda. Tangu uenda hapo mfaida gani umepata? Ulipoenda walikuambia kazi yako hapo kwa kanisa ni gani? Ni kulisha mchungaji, kulipa nyumba ya mchungaji, kulipia karo watoto wa mchungaji, kusimama na vitu vya kanisa na hauoni faida. Wamai kukaa chini na wewe wakakuuliza kazi yako ya roho ni gani? Kama wewe ni mwimbaji, wamai kuweka mikakati ya vile unafaa kuwa unaimba. Baada ya miezi 3 wewe unafaa kuwa mwalimu wa waimbaji wenye wanakuja wengine. Umekuwa kwa wokovu miaka mingi, lakini hakuna kitu unajua. Kinyo unajua ni kanisa yenu, unajua mchungaji wako. Ndio maana kila mahali ukienda, kuja kwa kanisa yetu, kuja kwa pastor yetu atakuombea. Kanisa yetu kuna miujiza na maajabu. Ukikuja kwa kanisa yetu utapata kazi, utaolewa, utapata mashamba. Kwa kanisa yetu pastor yetu akikuombea utapata gari, biashara utafunguliwa. Sasa hii ilikuwa Injili. Wapendwa, mimi nakwambia Injili kama haitazidi shule, muachane na makanisa zifungwe. Hii sio mambo ya kwenda kusomea teolojia na kwenda kufungua mahali jengo na kuanza kuroga watu pale na certificate ya utawala wa hii dunia na kujifarija kwamba Mungu alikuita, na kumbe ulijiita mwenyewe ili ukule pesa ya watu. Haukuitwa na Mungu. Ingawaje uko na vyeti zote za serikali ambayo inahitaji ya Qur'ani hiyo kanisa, lakini wewe sio mtumishi, wewe ni mkora, wewe ni tapeli, wewe ni mwizi. Haijalishi nani anaabudu hapo. Sasa kuniambia hata rais anakujanga kwa hii kanisa. Hata juzi tulikuwa na gavana kwa hii kanisa. Unajua hata mawaziri wanakujanga kwa hii kanisa. Nauliza, hao mawaziri wanafundishwa nini kwa hiyo kanisa? Kama wanakuwa wanaenda kwa hiyo kanisa na wanafundisha neno la Mungu, hawangekuwa wakitoka nje wakitukanana. Hawangekuwa wakitoka nje wakichochea wengine wauawe. Uwezi kuja kwa kanisa mahali mimi niko, hata wewe kama ni rais, alafu natoka hapo naanza kubweka hapo nje ukitukana watu.
ati ni siasa. Ukichochea vijana, ukiwalipa pesa watu wengine wauawe. Hatufanyi kazi kama hiyo. Hapa tuko serious mpendo. Mimi nakwambia ukweli. Ukiingia kwa kanisa, enda ulize pastor wako, tangu uingie kwa hiyo kanisa umekaa muda gani? Jiangalie hiyo muda yenye umekaa hapo. Ungekuwa uliendea kosi ya mechanic, sasa wewe ungekuwa unatengeneza magari, wewe sasa ungekuwa uko mbele na miezi zako 6 hiyo, ungekuwa umeenda mechanic. Umekaa hapo miaka ngapi kwa kanisa? Faida gani umepata? Wewe ni nani kwa hiyo? Wewe ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi. Miaka 3 kwa kanisa, bado wewe ni mwanafunzi, unafundishwa tu. Hakuna hata siku moja wamai kuweka mbele wakatuambia sasa tumekuwa tukikufundisha. Wewe simama hapa hata kama dakika 10, dakika 5 ufundishe tuone vile unafundisha. Lakini ukienda kwa kazi nyingine, ukianza leo ukienda kwa kazi ya kupika, wataanza kukueleza vile nyanya zinakatwa, vile vitunguu vinakatwa. Wakikuwa na kazi hiyo mahali, watakuchukua wewe uende ukate hizo nyanya. Kwa kanisa umekaa pale miaka 5, unasemanga tu wewe ni mhubiri, wewe ni mwalimu wa Injili, wewe sijui ni mwimbaji, wewe ni mwinjilisti. Hakuna hata siku moja umesimama mbele ya kanisa. Ile kazi Mungu alikutuma pale ambao unasema wewe ni mwimbaji, haujawahi imba. Na kama unaimba nyimbo za watu, haujaimba wewe nyimbo ambazo zinatokana na ufunuo wako. Umerogwa kwa hiyo kanisa. Wale watu wako pale ni tamaa ya pesa, hawakusanyi watu wahubirie, waokoke, watu wafundishe wengine wajue Mungu. Mimi nakwambia ukweli. Rudi kwa bishop wako. Rudi kwa apostoli wako, enda kwa mwinjilisti, ule mtu amesimamia ile kanisa, unaenda muulize, nimekaa na wewe miaka 3 hapa. Nimeulizwa ni kazi gani ambayo naweza simama mbele ya dunia niwaambia kwamba kwa hii miaka 3 kweli ndio hii nimefanya kwa Injili. Ingelikuwa kwa dunia, ningelikuwa nimeshanunua shamba, ningelikuwa nimeshanunua gari kwa ile kazi ambayo nimefundishwa kwa miezi 3. Siwezi kuja kwa kanisa na michezo. Na hakuna mtu anataka kuambiwa. Tukiambiwa ukweli tunafura, tukiambiwa ukweli tunatoroka hiyo kanisa, tunahamia mahali ingine. Nataka nikuambie kitu kimoja. Kama unaenda kwa kanisa na ujui chenye kinakupeleka, baki kwa nyumba yako. Kama unaenda kwa kanisa haujui mwito, mpaka sasa tukikuuliza kazi yako kwa Injili ni gani haujui, baki kwa kanisa yako. Baki kwa nyumba yako. Kama unaenda kwa kanisa na hauelewi chenye kinakupeleka, hautaki kuenda ushirikiane na wengine Injili isonge mbele, wewe kuenda chenye kinakupeleka kwa kanisa ni vitina. Chenye kinakupeleka kwa kanisa ni nguo mpya. Chenye kinakupeleka kwa kanisa ni kwa sababu uko na gari, kwa sababu umenunua kitu fulani, unaenda kutoa ushuhuda. Mungu amenibariki. Mungu alikubariki na gari, Mungu amekubariki na watoto umezaa, Mungu amekubariki na biashara. Kwa roho, kwa kazi ambayo ulikupatia, kwa uimbaji wako, tupatie matunda. Kwa sababu kama ni kwa mwili umetuambia watoto uko nao, umetuambia shamba uko nayo, umetuambia gari uko nayo, umetuambia umekutana na watu wa mataifa, unaelekea China, unaenda England, unaenda Brazil, umetuambia kwa sababu ya biashara unatembea dunia mzima, umepita kila nchi ya hapa Afrika umetembea kwa sababu ya biashara. Kwa Injili umeenda wapi? Umefanya nini kwa Injili? Weka vile vitu natuambia katika dunia tunaona ndio hivi. Pia kwa Injili tuambie wale watu ambao umehubiria, wale watu ambao umefundisha, wale watu ambao kupitia kwako wamegeuka wakamjua Yesu. Tueleze. Sio kwenda kwa kanisa kulisha pasta. Mapasta kama mnakusanya watu wawalishe, mfunge hiyo majengo, mrudi kwa kazi zenu. Muende mlime. Kama kanisa imegeuka mahali pa kusaidia wachungaji, kama kanisa imegeuka mahali pa kusaidia mayatima, na hatuwaambii mayatima hao mwenye analeta huu msaada ni nani, hiyo kanisa ifungwe. Hatuwezi kupelekea yatima chakula, hatuwezi lipa school fees ya mtu na hatumwambii hii school fees imetoka wapi, anayepeana school fees ni nani. Amini kwa huyu mtu, muheshimu. Tunalipia mtu school fees, hataki kuheshimu Mungu. Wakati tumemlipia amewacha hata kosi mzuri ya kumsaidia kimaisha, kosi ambayo haiwezi kuingiza kwa dhambi, ameendelea kusomea vitu ambavyo vinaingiza watu kwa dhambi. Hapo ndio school fees zetu tunaweka ndani. Tukiambia watu wanaruka juu. Siku hizi hamkuhubiri vizuri, siku hizi mmekuwa na kiburi, mmetajirika, siku hizi hamuongei vizuri.
maneno ya kutaka kukutishia, kukuzima usiongee ukweli. Nataka nimalize ujumbe wangu hivi, wapendwa, kama injili haitakuwa zaidi ya shule ya dunia hii, kama wokovu hautaweza kuwa zaidi ya hii shule ya hii dunia, basi tuachane na wokovu, turudi katika mambo yetu vile tulikuanga tunafanya usherati, turudi pale, turudi katika kunywa pombe yetu, turudi katika wizi, tuendelee kwenda kwa waganga. Kama wokovu hauwezi kuzidi vitu vyote katika hii dunia, basi tujiondoe katika wokovu. Hatuwezi kukua katika wokovu miaka zote, tuko kama watoto. Paulo alipata hilo kanisa katika Wakorinto, anakawauliza, hiyo miaka yote mmekaa katika hii wokovu, mnafaa mkuwe waalimu, lakini sasa nyinyi bado mko kama watoto, mnakaa wanafunzi na nyinyi ndio walimu. Paulo aliwauliza na akawaambia tena, hamuko tayari kwa sababu ya kukuwa waalimu kabisa. Siku ya leo watu wengi wamekaa kwa kanisa muda mwingi, wametembea na wachungaji, wameenda katika makrusedi, wametembea katika mataifa hii wakieneza injili na watu wengine, lakini kufikia hapa wenyewe hawana kazi yoyote ambayo wanaweza weka kwa meza ionekane ya kwamba kweli tangu niokoke miaka 3 kazi yangu ndio hii. Lakini kwa ile kazi amefungua, kama ni biashara ya kuuza nyanya, akiweka kweli matunda hiyo kazi ya kuuza nyanya hapa, kama ni kuuza nguo hapa, utaona kweli huyo mtu amefanya hiyo kazi kwa sababu iko na matunda yake. Lakini kwa injili hakuna. Mimi nimekataa. Kama unajua kwamba hauko tayari kuabudu, jitoe kwa kanisa. Kama ulifikiria kwamba kanisa ndio itakuwa mahali pa kuleta takataka na kuingiza ndani, jitoe kwa kanisa, wachana nayo, rudi katika shughuli zako. Lakini tunataka watu ambao watakuja kwa kanisa na tujue nini kimewaleta, na ile kitu ambayo kimewaleta tunaona. Hapo ndio hao ndio watu ambao tutakaa nao. Na ukuje kwa kanisa ukuwe tayari kufundishwa, usikie neno la Mungu. Sio kukuja kwa kanisa unajifanya kuwa mjuaji, wewe ndio unaanza kufundisha walimu. Haiwezekani. Usikie injili na ukubali. Na walimu mkae kama walimu, because walimu pia wanakaa kama wanafunzi. Walimu wengine hata wanafunzi wanawatoa katika njia ya Mungu. Apostoli mzima anatolewa katika njia ya wokovu na mwanafunzi. Kama wewe ni mwalimu, kaa kama mwalimu. Kama wewe ni mwanafunzi, kaa kama mwanafunzi na heshimu walimu. Kama unaona unataka kuheshimu walimu wa injili, unataka kuheshimu wale wengine wenye wanakufundisha kazi zingine, enda huko, toka kwa kanisa. Usilete mchezo hapa. Kuna watu wanakuja kwa kanisa wanakosa hata kuheshimu mapasta. Mtu amekuja kwa kanisa amekosa kuheshimu bishop, amekosa kuheshimu apostle, amekosa kuheshimu nabii, amekosa kuheshimu mwalimu ambaye amewekwa pale wa injili. Lakini akifika kwa shule anaanza kuheshimu yule mwalimu. Akifika kwa kazi anaheshimu supervisor, anaheshimu manager, anajua atafutwa. Alafu kwa kanisa analeta madharau. Usikuje mahali ninaabudu. Kama uko tayari kuheshimu yule mwalimu ambao Mungu ameweka mbele yako akufundisha injili, usikuje mahali ninaabudu. Tafuta makanisa mengine ambayo inakubaliana hiyo pumbavu, kaa huko. Mahali penye naabudu lazima utaheshimu wale ambao wanakufundisha. Kama uko tayari, toka. Ni heri nikuwe na watu wawili ama mmoja mwenye anafuata injili na anaheshimu hiyo injili na anafuata sheria zote za injili, kuliko nikuwe na watu 10 wenye 20 watu 500 wenye hawako tayari kufuata sheria ya Mungu, lakini wako tayari kusikia sheria ya serikali, wako tayari kusikia sheria ya familia, wako tayari kusikia sheria ya kazi na wakaifuate. Siko tayari kwa hiyo pumbavu mimi. Ukiamua kunifuata kwa sababu ya injili, umaanishe. Kama haumaanishi, kaa kando. Na usikuje mahali ninaabudu, usikuje kwa kanisa mahali ninaabudu kama hauko tayari kufuatana na Mungu. Wachana naye, baki kwako. Kwa kanisa heri tukue watu 3, nimekwambia. Sikatai kukua watu wengi, lakini nataka wale watu ambao wanajua kile kitu ambacho kinawapeleka kwa kanisa, kusoma. Na baada ya miezi 3 tunataka tuone ukiwa mwalimu wa ile kitu ambao Mungu alikutuma kufanya pale. Baada ya miezi 6 tunataka tuone wewe sasa ni kocha. Baada ya mwaka tunataka tuone kazi yako ambayo kweli ukileta kwa meza ya roho tutashuhudia. Kama sio hivyo, wapendwa, hiyo kanisa ifungwe. Kanisa ambayo haitrain watu wakuwe watumishi wa Mungu, watoke nje wafundishe watu wengine wajue Mungu, watu watoke katika dhambi, hiyo kanisa ifungwe. Huyo mtumishi awachana hiyo kazi. Kama wewe ni mtumishi, angalia watu wangapi ambao umefundisha. Hatuwezi kuwa katika injili na michezo.
Kama ingekuwa ni kazi nyingine ya dunia, ungekuwa umefundisha watu wamepanga laini kwa mgongo yako, wamemaliza, wameenda wamefungua vitu zao, wanaojifanyia wenyewe. Alafu kwa injili ndio michezo tunataka kuleta. So ninawaonya wale ambao mko kwa injili ya kwamba michezo ambayo tumekuwa nayo kwa injili imefika mwisho. Mimi nakwambia ukweli. Ninaongea hii mbele ya hii dunia, ninaongea mbele ya serikali zote, ninaongea mbele ya kila aina yote ya wanadamu, ya kwamba michezo ambayo imekuwa kwa injili imefika mwisho. Kama haujui chenye injili ni nini na hauko tayari kwa injili, uko tayari kusimama na kuleta mchezo kwa injili, kaa kando, kwa sababu utajipata mahali ambapo utaanza kulaumu hata ile siku ambayo ulizaliwa. Ujumbe huu unapofuatilia, ukuwe na nia safi, ukae chini ujitafakari, na Mungu atakutenda mema. Injili hii inawekwa katika mitandao mitatu. Mtandao wa kwanza pale YouTube, channel ni Believe and Obey the Only True God. Kama ni YouTube. Kama ni Facebook, hapa channel yetu ni Believe Obey. Na kama ni TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Hapo ndio injili hii inawekwa kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Wale ambao mmepokea injili, iwabariki, iwatende mema, na mkaendelee kuifuatilia, na inapokusaidia peana kwa mwingine, na unapoipata, inapokukufundisha, kukuchonga, kukurekebisha, kukuonya, kubaliana nayo. Hii injili haina mjadala. Ukikataa haina shida, because kuna watu kama 5,000 wanakubali injili. Wewe mmoja ukikataa, nyinyi 5,000 mkikataa, kuna watu 1,000,000 wanakubali injili. 1,000,000 mkikataa, kuna watu 3,000,000 wanakubaliana na injili. Nyinyi 3,000,000 mkikataa, kuna watu 7,000,000 wako tayari kukubaliana na injili. So sina shida yoyote wakati umekataa injili ama umeikubali. Faida ya kukubali injili na kukataa iko juu yako. Mimi nimeshamaliza kazi ambayo Mungu amenituma, mshahara huko kwa mfuko yangu, na mimi nitaendelea kuhubiri injili, na Mungu awatende mema. Wale ambao mmepata ujumbe mahali penye mko, kama ulikuwa na upungufu wa mahitaji yoyote, Mungu akutane na mahitaji yako, na ukawe na wakati mwema. Amen.